Nairobi, Kajiado Field. Kiongozi mzee wetu, party leader wa chama cha ODM, mwenyekiti, secretary general, magovernors mlio hapa, ndugu wananchi wote wa Kristo wa hapa Kajiado, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwa kifupi, kwa sababu viongozi wenzangu wameongea kwa kirefu, nataka niseme asante sana, nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kajiado siku hii ya leo katika ibada hii maalum ambayo pia imeunganika na fundraising ya ujenzi wa headquarters ya kanisa la SDA katika sehemu hii. Nataka niseme kwamba ndugu yangu Mheshimiwa Oburu Odinga ndiye alikuja kwangu na Bwana Kawino ambaye ni elder katika kanisa yenu, wakaniuliza nije hapa niungane na Wakristo wa sehemu hii, na nikamuuliza Daktari Oburu kama yeye ni mtu wa SDA. Akaniambia mtu wa SDA ni Kawino, na huyu Kawino amekuwa katika chama cha ODM kwa muda mrefu kama msimamizi wa mambo ya pesa, na mnajua sisi wote hata pamoja na mimi tuko na historia na ODM. So alikuwa mtu wetu wa mkono siku hizo. Siku hizi amekuwa mtu mkubwa, na wakati walisema nije niungane na Wakristo katika ibada hii na katika mchango huu, nikasema nitakuja hapa kwanza kwa sababu ya urafiki na undugu nilio nao na kanisa la SDA. Niko na historia mrefu na kanisa ya SDA. Tumejenga pamoja na nyinyi kanisa Ranen kule Migori. Tumejenga kanisa kule Kisumu. Tumejenga yetu ya Eldoret. Nimeenda mahali nyingi kushirikiana pamoja na kanisa hili la SDA. Hata hapa wakati mlikuwa mnanunua shamba hii nilitumana. Wakati mlikuwa mnafanya harambee ingine nikatumana. Leo nimekuja mwenyewe. Na ni kwa sababu ya imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Sio kwa sababu ya heshima ya binadamu. Sio kwa sababu ya heshima ya mtu. Ni kwa sababu kwanza tunatambua, na mimi natambua ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu yangu na kwa sababu ya wengine wengi. And that is why when we come to church, when we work together to fundraise for the building of a sanctuary, we do so first and foremost as Christians and then everything else thereafter. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuungana pamoja na nyinyi, and I have said before and I will say again, I am unapologetically a Christian. I believe in God and I have no apologies to make. Wale wanasumbuka ama wanasumbuliwa na hiyo maneno, sasa sijui tutawasaidia namna gani, kwa sababu sisi tutaendelea, kwa sababu sisi ni Wakristo, na taifa letu la Kenya, jamii zote na watu wote ni watu ambao wanamcha Mungu. Hata ingawaje tuko na madhehebu tofauti, tuko na imani tofauti, lakini sisi wote tunaunganika kwa sababu tunamheshimu Mungu na tunamwabudu Mungu, na hivyo ndivyo taifa hii kwa mapenzi ya Mungu
itaendelea kuwa namna hiyo, na ni maombi yangu ya kwamba Kenya iendelee kuwa ni nchi ambayo inamtambua Mwenyezi Mungu. Ndio katiba ya taifa letu la Kenya, kipengele ya kwanza inasema God of all creation. That is the constitution of Kenya. And therefore we are a God-fearing nation. We will continue to work with all faiths, with every denomination, as we serve God and as we serve humanity. Mimi nimeshukuru sana wakati nilikuwa na keti hapo na huyu Simba Arati, akaniambia hii yellow unaona hapa si ya UDA. Akaniambia hii yellow ni ya Pathfinders na ni rangi ya kanisa. Sasa mimi nikamweleza, unajuaje kama kuna uhusiano kati ya UDA na kanisa la SDA? Si ndio? Pengine kuna uhusiano, wewe usiseme sana. Na mimi nafurahi sana kwa uhusiano iliyoko kati ya kanisa ya SDA na serikali ya Kenya na makanisa yale mengine yote na serikali ya Kenya, kwa sababu wale wananchi ambao ni Wakristo, wale wananchi ambao ni wacha Mungu, ni pia wao ndio wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi vile vile kwamba nimepata nafasi hii. Function hii iliwekwa kwa diary yangu karibu miezi 4 hivi iliyopita, ndio tulipanga, na nimekuwa na shughuli mingi, lakini nilisema lazima hii ni heshimu na nikuje. Najua kuna watu wengi kwa mapenzi, sijui kwa sababu gani, saa zingine wanasema mbona rais amekuja kutoka ng'ambo juzi, amekuja akaenda sijui kufanya mkutano na watu ya Marsabit, ametoka hapo ameenda Kakamega, ndio huyo ako Kajiado, sijui atakuwa wapi. Hiyo ni kazi ambayo mimi niliamua kufanya, na kazi ya rais mimi nilitafuta, na nilitafuta hiyo kazi kwa sababu niko na imani Mungu wako na sababu amenifanya niwe kiongozi wa taifa letu la Kenya kwa wakati huu, na nia yangu ni kutimiza na kuhakikisha ya kwamba nimefanya bidii mapenzi ya Mungu yatimike katika taifa letu na taifa la Kenya liweze kubadilika. Kuna watu wengi hawataki kufanya bidii. Najua kuna watu wengi wako na nafasi, lakini pengine kwa kukosa vile ya kuwa na mpango, wanalegea, wanazembea. Mimi natambua ya kwamba there must be a reason God has made me president in Kenya as a time as this. And that is why I go the extra mile. I do my very best to make sure that Kenya becomes a country that we can all be proud of. Kwa hivyo, msikuwe na wasiwasi na mimi. Wengine wangasema pengine huyu mtu angeenda holiday, sijui angeenda wapi. Wewe kama unataka kwenda holiday, wewe enda holiday. Hiyo ni sawa. Mimi niko na kazi ya kufanya. Na diary yangu, ukiangalia diary yangu imejaa miezi 6 mbele kila siku. Lakini ni kwa sababu hii nchi, kubadilika kwa hii nchi inataka bidii. Tumechelewa. Kuna nchi tulikuwa sawa na wao miaka 60 iliyopita. Nchi ya Korea ilikuwa kama Kenya. Nchi ya Singapore ilikuwa kama Kenya. Nchi ya Malaysia ilikuwa kama Kenya.
lakini wametuacha nyuma kwa sababu sisi tumelegeza mwendo, and that is why we must accelerate our development. We must walk the extra mile, ndio tuhakikisha kwamba Kenya inafikia wale walikuwa na sisi na pengine hata tuwapite. Na Mungu ametujalia, I want to say this, Mungu ametujalia katika taifa letu la Kenya. We are making progress, demonstrable progress, na tumekuwa na favor ya Mungu. 2023 wakati mumenipatia nafasi ya kuongoza taifa letu, nikafanya mkutano ya kwanza kwa bara la Afrika ambayo ilikuwa inaitwa Africa Climate Summit. Tukawa na kongamano kubwa ya marais ya mataifa yote ya bara letu la Afrika. Tukakubaliana vile tutaenda mbele wakati wa changamoto tulizo nazo, climate change, mambo ya kukosekana kwa mvua kwa wakati ama kwa majira. Tukawa na mpango kamili. Baadaye pia tukawa ni nchi ya kwanza ya bara letu la Afrika kupata nafasi ya kuongea na nchi ya Marekani. Nikawa rais kwa miaka 20 kutoka bara la Afrika kwenda Marekani kuongea mambo ya Kenya na serikali ya Marekani. Tukatoka hapo juzi tukawa nchi ya kwanza Anglophone country kufanya mkutano ya bara letu la Afrika ambayo tuliita Africa Forward. Mwezi huu wa 5 tukawa na marais hapa 33. Tukapanga vile bara letu la Afrika litasonga mbele, tupunguze umaskini, tuongeze utajiri, na rasilimali tulizoko nazo katika bara hili liweze kutumika kusaidia watu wa bara hii. Bara la Afrika liwache kuwa ni bara ya majanga, bara ya vita na mambo ya umaskini na mambo ya magonjwa. We have a different paradigm shift katika kontinenti letu. Kesho pia nitaenda kuwakilisha bara la Afrika, marais 54, nchi 54 katika mkutano wa G7. Kupanga vile bara hili la Afrika ama kupeleka ujumbe ya bara letu la Afrika, Kenya ikiongoza, vile tutatumia rasilimali za bara hili, tutatumia uwezo tulio nao, resources ambazo tuko nazo, tukitumia ardhi ambayo tuko nayo na population ambayo tuko nayo, kuchangia katika kuhakikisha bara letu la Afrika linabadilika, na vile vile tuwe na uhusiano na wale wengine, sio uhusiano ambao unawafaidi wao peke yao, uhusiano ambao unatufaidi sisi zote. So I am very proud that we have made progress. Mungu ametubarikia, favor ya Mungu kwa nchi yetu ya Kenya. Tumepiga hatua na tutazidi kwenda mbele, na ndio sababu hiyo mimi nawaeleza kama Wakristo, asanteni sana kwa ushirika wenu, kwa msaada wenu na kwa maombi kwa taifa letu la Kenya. Mahali tulikuweko 2022, Mungu ametujalia, we are in a different place in 2026. Changamoto tulizokuwa nazo, Mungu ametubarikia, tumezitatua na tunasonga mbele kama taifa.
Jana juzi budget yetu imesomwa na waziri wetu wa mambo ya pesa, na tumeeleza waziwazi ile hatua tumepiga. Niliwaeleza kwa mfano ya kwamba tutabadilisha mambo yetu ya kilimo. Katika budget yetu hii ya juzi tumeongeza pesa ya kwenda kwa kilimo ikafikia shilingi bilioni 63. Tumeongeza pesa ya subsidy ya mbegu, subsidy ya mbolea, mambo ya miche ya kahawa, miche ya miwa, mbegu ya mahindi. Ili mbolea ile ilikuwa inauzwa bei ghali, tumeidhibiti, sasa ni bei ya sawasawa, na tumeona tofauti mkubwa. Pale 2022 unga ilikuwa shilingi 250 kwa kilo mbili, leo ni 140, 120, na tutaendelea hivyo. Mungu ametubarikia mvua. That is why sisi tunaamini Mungu. Katika budget hii ambayo tumepitisha juzi, imesomwa kwa bunge, pia tumesema elimu ni ya muhimu, na niliwaeleza Wakenya ya kwamba tutabadilisha mfumo wetu wa elimu iwe ni elimu ambayo itatufaidi tukienda mbele. Katika budget yetu ya juzi, pesa ya elimu tumeongeza, imefika bilioni 784. 2022 pesa ya elimu ilikuwa bilioni 500. Mwaka uliopita ilikuwa bilioni 702. Tumeongeza bilioni 80 in 1 year, kwa sababu elimu ni ya muhimu, na hatutaki mtoto wa Kenya awe anatoka jamii moja ama ingine wakose nafasi ya kusoma. And that is why the budget for education is important to us as a nation. Zile nchi ambazo zimepiga hatua ya kwenda mbele, Korea, Japan, Singapore na wale wengine, they invested in education. That is why education is important. Katika hiyo pesa ya elimu tumeweka pesa ya promotion ya walimu wetu, pesa ya kutrain tena walimu zaidi ya 100,000, 100,000 teachers to be retrained, retooled, ndio waweze kufundisha watoto wetu sawa sawa. Tumeweka pesa shilingi bilioni 93 ya mambo ya universities na TVETs, ndio tuhakikishe kuna scholarship ya kutosha na kuna capitation ya kutosha. Nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa tunatoa pesa ya capitation na loan na bursaries shilingi bilioni 45, na ndio tulikuwa na matatizo makubwa sana na universities yetu. We have increased the money that is going to go to our Higher Education Loans Board, our scholarship and our capitation from 45 billion in 2022 to 93 billion in this year's budget, because we want to make sure that all our universities are stable, all our children in the universities have access to loans, they have access to scholarship, na tumesema wale watoto kutoka jamii maskini tutawapatia scholarship na loan ya 90%. Tuhakikishe ya kwamba wazazi wao wanalipa pesa kidogo pale kwa university. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na ndio tumefanya katika hii budget. Vile vile tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya matibabu, kwa sababu matibabu ni ya muhimu. Katiba sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya, sio starehe ya watu wenye wako na pesa ama kazi ama uwezo. Kila Mkenya. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, tuelewane kabisa
tukisonga mbele. Tumeweka pesa ya kulipia kila Mkenya akienda hospitali. Katika budget yetu ile inaitwa Primary Health Care Fund, tumeongeza pesa sasa ni bilioni 19. Yaani hiyo pesa bilioni 19 ni ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi akienda pale kwa dispensary, aende kwa health center, atibiwe, apatiwe dawa, kama ni sindano adungwe, aende nyumbani. Pesa hiyo ndio ya kulipa gharama ya hospitali. Huyo mwananchi asiitishwe hata shilingi moja, aende nyumbani. Mimi nataka niwaulize mahospitali, na mimi nataka Wakenya wasikie hii. Kama hata ni hospitali ya mission ama hospitali ya private ama hospitali ya serikali inayoendeshwa na counties, bora umejiandikisha ndani ya SHA, hautalipishwa hata shilingi moja. Wewe unaenda nyumbani, sisi tunagharamia mambo ya kulipa gharama ya hospitali. Najua bado kuna mahospitali wako na ujeuri, bado wanalipisha wananchi. Mwananchi anaenda pale, anapigishwa Kiswahili, sijui nini, lipa kiasi fulani. Mimi nataka niwaeleze wananchi, usikubali kulipa pesa yoyote ukienda hospitali. Tumeweka pesa ya serikali kwa kulipa gharama ya hospitali. Jambo la tatu, pia tumekuwa na matatizo makubwa ya kupatikana kwa madawa kwa mahospitali. Na mimi nashukuru tuko na governors wawili hapa, tuko na Governor Lenku, tuko na Governor Gladys. Nataka niwaulize ndugu zetu magovernors. Sasa tuliweka pesa bilioni 10 KEMSA mwaka uliopita. Mwaka huu katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza bilioni ingine 21 KEMSA kuhakikisha kuna madawa ya kutosha kwa kila Mkenya. Mkenya akienda hospitali atibiwe na apatiwe dawa, sio ya kwamba aambiwe enda nunua dawa mahali fulani. Hapana, dawa apatiwe pale kwa dispensary ama kwa hospitali, kwa sababu tumeamua ya kwamba hatutaki Mkenya tena auze shamba yake, ng'ombe yake, mifugo, sijui nini, atikulipa gharama ya hospitali. We want that to be paid by the government of Kenya. Na ni kwa sababu gani tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu tunatafuta usawa. And it is a commitment I made to the people of Kenya, because that is how progressive countries do their business. And that is where Kenya is going. Pia nataka niwaulize mandugu zangu governors kwa heshima. Tumeweka pesa kwa budget 8.9 billion ya kusaidia nyinyi wale wafanyikazi 7,400 walikuwa wanaitwa wa UHC ambao wako katika mahospitali zenu, wamekuwa wakifanya kazi contract. Hawa wafanyikazi wa uguzi, nurses na wale wengine tunataka sasa wawe permanent and pensionable. Tumetoa pesa ya hawa wafanyikazi wetu kufanywa hivyo, kwa sababu wanachangia sehemu kubwa ya mambo ya matibabu ya taifa letu. Watu wa Kajiado, niliona nichukue nafasi hii niseme haya maneno kwa sababu yanatuhusu. Yanahusu Wakristo kwa sababu watoto wao wako shuleni. Yanahusu Wakristo kwa sababu watu wao wanaenda hospitalini. Wanatuhusu sisi zote kwa sababu kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya ni kazi tunafanya sisi zote kama wananchi, na ni ya muhimu kwa taifa letu la Kenya. Watu wa Kajiado hapa, kuna mambo nimeongea na hawa viongozi wenu, na mara nakutana na wao tunaongea haya maneno, lakini wakifika hapa lazima pia waseme. Nasikia wasiposema wataulizwa, wewe ulikuwa pale
Umeenda kwa microphone hujasema. Hii maneno yote hii watu wamesema hapa tayari tulikuwa tumeongea na tumekubaliana vile hiyo kazi itaendelea. Na wanajua. Kwanza mnajua tulikuwa na barabara zilikuwa zimekwama hapa. Ile barabara ya kutoka pale Cooperative kuja Bulbul, kuja Ongata Rongai, kwenda mpaka Nazarene University karibu kilomita 65. Tumekwamua, contractor sasa anaendelea, tumeweka pesa, iko kwa budget saa hii milioni 600 actually ya kusukuma hiyo kazi. Ile barabara ya kutoka hapa Ngong kwenda mpaka Suswa, hiyo tumemaliza. Kulikuwa na pesa kidogo imebaki, tumemaliza. Ile barabara imetusumbua karibu miaka 10 ya kutoka Ilasit kwenda Njukini mpaka Tabeta. Contractor anaikimbiza kama risasi. Kilomita 20, kwa hiyo kilomita karibu 65, 20 tayari imewekwa lami, hiyo ingine inaendelea. Tumeweka pale pesa ya serikali karibu shilingi bilioni 4 ya kufanya hiyo kazi. Huyu Maimai amesema ukweli, hii barabara ya kutoka hapa Kajiado, Mashuru, Ilasit mpaka sio Ilasit, Mashuru mpaka Isiara. Hiyo barabara vile vile nataka nikwambie mheshimiwa, sasa iko milioni 500 ya kurekebisha hiyo barabara, tutatengeneza na inaanza next week. Uliniuliza na nimekubali na nimetayarisha pesa tayari. Huyu Sunguya alikuja kwangu akaniambia kuna mahali inaitwa picnic hapa Olerai, naenda sijui somewhere. Hiyo barabara vile vile tumeweka pesa yake, tumetafuta contractor, tutatengeneza hiyo barabara yake. Tuko na barabara ingine tuliambiwa ya kutoka Ngong kwenda Kibiko kwenda mpaka mahali inaitwa Kangira or something. Hiyo barabara vile vile tumeweka pesa yake, hiyo barabara itaendelea. Na tumetafuta contractor tayari. Mimi vile vile nataka niwaambie, tunajua ya kwamba kwenda Nairobi iko kizungumkuti. Pale kutoka Bomas kuja Ongata Rongai, Bomas kuteremka mpaka Ngong iko na matatizo. Nimeambia wizara waweke hiyo barabara ya kutoka hapa Rongai Kiserian mpaka Nairobi katika ile mpango ya National Infrastructure Fund, ndio tufanye dual. Tutaweka katika mpango yetu, na saa hizi wanaendelea kuifanyia utafiti na kutafuta information, ndio tujue tutafanya namna gani hiyo barabara yenu. Lakini wacha nikubali, hawa viongozi kwa sababu ni wawakilishi wa wananchi, ni kweli bado tuko na barabara nyingi ambazo inatakikana kutengenezwa. It is true. Sio hapa Kajiado peke yake, Kenya mzima. Mara nikienda pande hii, bado tuko na barabara ya matope, huku barabara inatusumbua. Na mnajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatuja kuwa na mpango kamili ya kutengeneza barabara. Tunafanya ile inaitwa management by crisis. Natengeneza barabara hapa kilomita 5, pale kilomita 20, pale kilomita sijui ngapi. That is not how we are going to solve the roads question in Kenya. We need to have a clear Marshall Plan. Na ndio mimi nimependekeza kwa bunge, because we have to think beyond the current problems. Ndio nikapeleka bunge National Infrastructure Fund. Tumepitisha hiyo fund bunge. Pesa ya kwanza ambayo tulitafuta kutoka Kenya Pipeline iko pale bilioni 100 ya kwanza. Natafuta bilioni 200 ingine. Ndio sasa tuwe na program ambayo itasolve hii shida ya mabarabara katika taifa letu la Kenya. Tuko na barabara Kenya mzima kilomita 20,000 ambayo iko na lami. 20,000 kilometers. Ni barabara
kubwa katika hii sehemu yetu, ni kubwa kuliko zile ziko majirani zetu, lakini if you compare to others bado tuko chini. Nchi ya Japan ambayo ni ndogo kuliko Kenya iko na barabara kilomita 1,000,000 ya lami, 1 million. Yetu ni 20,000. Mnaona kama iko tofauti? 20 million na 20,000 kilometers na 1 million kilometers. Si mnaona iko tofauti? Ni tofauti ndogo, si ni kubwa? Ndio nimesema next 7 years kwa mapenzi ya Mungu ni lazima tutengeneze barabara kilomita 28,000. Tuko na 20,000 saizi, lakini inatakana tutengeneze 28,000, na tumeanza hiyo safari kupitia kwa hiyo National Infrastructure Fund ambaye itatusaidia kuweka pesa ya serikali, kuweka pesa ya private sector, kuweka pesa ya investors, kuweka pesa zingine katika hizo barabara. Ndio hawa viongozi wakisema hapa wanataka barabara ya 46, wanataka barabara ya kwenda Magadi, wanataka barabara hizi zote wametaja hapa, mimi nawaambia anzeni kuweka hizo barabara katika priority list, kwa sababu hapo ndio tunaelekea, na sio Kajiado peke yake, Kenya mzima. That is how we are going to solve the transport and logistics issue in Kenya. We cannot solve it na hii kidogo kidogo. Pia hiyo fund nimesema itatusaidia pia kuunganisha stima. Hatuna stima ya kutosha Kenya. Tuko na stima 3,000 megawatts, 3,300. Tunahitaji megawatt 15,000. So we need another 10,000 in the next 5 to 7 years. Nimemwambia huyo Opiyo Wandayi apangane na watu yake ndio tuharakishe. Pia National Infrastructure Fund itatusaidia kwa hiyo kazi. Na jambo la tatu ambayo lazima tufanye ni pia kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Lazima tufanye dams, tuweke irrigation ndio tuzalishe chakula ya kutosha. Bado wananchi wengi Kenya hawana chakula ya kutosha. 60 years after independence, it is not right that we cannot feed our citizens. So haya ni mipango ambayo tumeweka. Najua wakati nilisema tutarekebisha elimu, tutarekebisha kilimo, tutaweka mfumo wa SHA, tutafanya housing. Watu wengi walisema haiwezekani, walisema ati Ruto ni muongo. Leo Kenya hii elimu tumerekebisha, walimu 1,100 tumeajiri, budget ya elimu tumeongeza. Hii Kenya mambo ya matibabu tumerekebisha. Maneno ile nilisema ya housing inaendelea kila sehemu. Hii Kajiado County, this Kajiado County, pesa ambayo tumeweka hapa Kajiado ni shilingi bilioni 23 ya housing, ya markets, ya hostels. Mumesikia hawa wabunge wetu wakisema hapa soko mahali fulani iko 60%, soko mahali fulani iko 60%, soko mahali fulani iko 60%. Ni kweli? Tunajenga soko 16 hapa Kajiado County. Soko ya hapa Kiserian, soko ya kule Ngong, soko ya Kajiado Town, tunataka kuwajengea soko ya karibu milioni 300 hapo Kajiado Town. Soko ya Loitokitok, tuko na housing, manyumba. Mumeangalia ile manyumba inajengwa hapo Ngong? City kubwa inajengwa hapo Ngong. Wakati niliwaambia tutajenga, wengine wakasema ni uongo. Sasa tutawaaibisha, wajue ya kwamba inawezekana, bora kuwe na mpango. So tunataka, na hivyo ndivyo tutakavyobadilisha taifa letu jameni. Saa hizi tunajenga nyumba karibu 1,300 na tunasonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba
hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha tukiwa pamoja, na ndio sababu niliamua na ndugu yangu Raila Odinga na viongozi hawa ya kwamba tutengeneze serikali ya broad based, ya kuunganisha Wakenya, ya kuleta Wakenya wote pamoja, na ndio sababu hiyo tunaendelea. Na mimi nataka niwarai wenzetu wale wengine wote, hata katika mashindano tusiweke chuki, tusiweke ukabila, tusiweke matusi. Kila mtu ajieleze, kila mtu atuambie maono yake, mpango yao, sera yao, ajenda yao. Hawa Wakenya ni watu werevu, watajua ajenda gani ni ya kufaulu, ajenda gani si ya kufaulu. That's how we are going to move the country forward. Na ndio nawauliza wale wengine wote, sisi wote ambao tuko na nafasi ya uongozi, hakuna haja ya chuki, hakuna haja ya kugawanya wananchi. Siasa ya kugawanya wananchi ni siasa ambayo itaturudisha nyuma. Tuache. Unajua, nasikia watu wengine wanaendesha siasa ambayo iko na fitina mingi, iko na chuki mingi, iko na matusi mingi, iko na ukabila mingi. Unasikia mtu anasema, oh, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hawa ni Tungati, hawa ni Tugunia. Hawa ni Wabara, hawa ni wa sijui Pwani. Hawa ni cousins, hawa ni maadui. Hawa sijui ni nini. Hiyo lugha itaharibu taifa letu la Kenya. Hakuna haja ya kugawanya watu. Wewe mtueleze sera yenu, mpango yenu. Hii housing mnasema sio mzuri, gani ni mzuri? Mnasema hii mpango ya universal health coverage si mzuri, mnataka kuturudisha ile ya NHIF ya watu wachache. Sasa niwaulize, kati ya watu milioni 8 na milioni 31, mnataka kuturudisha nyuma ama mnataka tuende mbele? So kila mtu ajieleze hapo. That's how we are going to make progress as a country. Leo vile vile nyinyi mnajua, kwa sababu ya ile matatizo tuko nayo pale ya Iran na wale wengine, bei ya mafuta ilipanda duniani kote. Hata nchi zingine wakakosa mafuta. Nchi zingine majirani zetu hapa, watu walikuwa wanapiga foleni siku 2, siku 3 kwa mapetrol station. Mungu ametujalia tumekuwa na mafuta ya kutosha. Bei ilipanda juu kila sehemu. Tumejaribu ku moderate na ile resources tuko nayo. Jana leo imetangazwa bei mpya na imepungua kwa lita moja, imepungua shilingi 10, na tunaendelea kusongesha namna hiyo, tukipanga vile tunaweza kuhakikisha kwamba kama taifa tuweze kusonga mbele, tuweze kutembea pamoja na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo ndugu zetu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Najua nimesema kwa kirefu, kwa sababu mbali na kuwa Mkristo, pia nyinyi mmenipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu. Sasa ni nafasi yetu ya kufanya ile kazi tuliitiwa hapa. Na mumlisikia vile Bishop alitu guide ama alituelekeza. Alisema kila mtu, Biblia, neno la Mungu linatoa nafasi kwa kila mtu kuchangia katika ujenzi wa kanisa ya Mungu.
alizungumzia sana rais, pengine nyinyi mkashangaa na sisi so sio rais peke yake ati ameruhusiwa kufanya hii kazi, ni sisi wote. Alikuwa tu anasema rais kwa sababu saa zingine kuna watu wananisumbua. Nafikiri alikuwa anajaribu kuwaelimisha kidogo. Nikikuja wanalete kelele, huyu mtu ameenda kanisani, sijui amefanya nini. Hata kama mimi singekuwa rais, ningekuja tu kanisani kwa sababu mimi ni Mkristo na ningekuja kufanya hii kazi. Sijui kama tunaelewana, si ndio? So tuchangie. Na nimesikia pia mhubiri wetu amesema pale kwa Biblia Yesu alisema ule mama alitoa nini mbili, ndiye alitoa mingi. Nyinyi msichukue makosa ati sasa wewe uende utoe kidogo ati ndio. Hapana. That was not the message. Ama yani yule alitoa hiyo peni mbili na hiyo ndio ilikuwa pesa yote alikuwa naye. Sasa ni kusemekana wewe ile uko naye kwa account yote utoe, ndio ukue sawa sasa na huyo mama mwenye alisemekana alitoa pesa mingi, si ndio? So tuendelee namna hiyo, na umetuelimisha vizuri pastor. Unajua Oburu Odinga amekuwa akitueleza kuhusu power. Sasa umetusaidia leo, umesema hii power kumbe ni mzuri kwa sababu inatoka kwa Mwenyezi Mungu. So Bwana Oburu, endelea hapo sasa, shikilia hapo. Kumbe wewe haukukosea. Hakuna power inatoka mahali ingine. Power inatoka kwa nani? Tuendelee na hapo. So otherwise asanteni sana. Asante sana viongozi wote wenzangu, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja na tutaendelea kushirikiana. Asanteni sana.